na Utawala, Mheshimiwa Hudi Majidi Hudi, naibu msajili wa Mahakama Kuu Kanda ya Tanga, ndugu Jumaine Muna, mtendaji Mahakama Kuu Kanda ya Tanga, ndugu viongozi waandamizi wa chuo, viongozi mbalimbali wa serikali mliopo, wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo, ndugu viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali mliopo, ndugu wahadhiri na watumishi wote wa chuo cha uongozi wa mahakama ya Lushoto, ndugu jumuiya ya wahitimu wa IJA ambao wamehudhuria mahafali ya leo, wazazi, walezi, ndugu, marafiki, wahitimu wa leo, wanahabari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Tuna kila sababu, na mimi tena kwa niaba yenu nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake ambazo zimekuwa endelevu wakati wote, hata kutufikisha siku hii ambapo tunakutana kwa ajili ya hili tukio muhimu sana la kushuhudia na kusherehekea siku hii ya vijana wetu na watoto wetu, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanapokuwa wanakamilisha safari yao ya masomo katika kiwango cha masomo ambayo wamekuwa wanachukua leo. Wengi tumesafiri kutoka mbali, wakiwemo wazazi, ndugu na jamaa waliokuja kuwashuhudia hao watoto, lakini ambao sio ni viongozi pia tumesafiri kutoka mbali, na wenyewe wahitimu wenyewe wamekuwepo hapa kwa sababu ya rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ya kumshukuru na kumtukuza. Napenda pia kukushukuru wewe mwenyewe Mheshimiwa Mwenyekiti wa baraza na baraza lako, na pia kushukuru uongozi mzima wa chuo ukiongozwa na Mheshimiwa Jaji Faustin kwa kunialika kuhudhuria mahafali haya kama mgeni rasmi, na kwa hakika ni furaha kubwa kwangu kujumuika nanyi siku hii ya leo kusherehekea mahafali haya 25 ya hiki chuo chetu. Nakumbuka mkuu wa chuo alisema mimi nimekuwa pia mnufaika wa mafunzo yanayotolewa na chuo hiki, na mara ya mwisho mafunzo yangu hapa ilialishia tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu. Kwa hiyo chukue nafasi hii tena kupongeza sana chuo hiki, ni chuo muhimu sana. Pili, niendelee kulipongeza baraza la uongozi wa chuo, management na watumishi wote wa chuo kwa kuandaa wahitimu kitaaluma mpaka wamefikia siku ya leo ya kuhitimu, lakini pia kwa kufanikisha maandalizi ya mahafali haya ya 25 ya chuo. Mahafali haya ni matokeo ya kazi yenu njema. Inatambua kwamba kazi ya utoaji wa elimu si kazi nyepesi. Walimu ni watu muhimu sana kwenye jamii. Sisi wote tunatokana walimu, na walimu wetu wa kwanza ni wazazi wetu, lakini baada ya hapo walimu wanaofuatia kwenye masuala haya ya kitaaluma ni hawa walimu ambao tunawajua, ambao tunao hapa wa ngazi mbalimbali, kuanzia chekechea, zile shule za nursery schools, primary schools, zile shule za msingi, sekondari, na vyuo vya ngazi mbalimbali, na hata vyuo vikuu. Kwa hiyo walimu wana jukumu kubwa sana, na moja ya sifa yao, nadhani wale jamaa sio wa binafsi maana angekuwa binafsi tusingekuwa tunapata elimu kutoka kwao. Wanatufundisha, wengine tunaenda huko tunaonekana kana kwamba tumefanikiwa sana, lakini huwaone wakijisikia kama wanyonge vile na kuwa na uchoyo, wasema sisi tunaandaa watu tu wanaenda huko halafu sisi tunabaki hivi. Kwa hiyo walimu, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Na sisi ambao tumepitia shule mbalimbali kuanzia za msingi na mahema mbalimbali, tuna wajibu wa kuendelea kuwaenzi walimu wote wa kada zote na ngazi zote, sio wa chuo hiki cha Lushoto peke yake, walimu popote pale tunapopata fursa ya kwenda kusoma.
Niseme tu kwamba kazi hii ya walimu inahitaji juhudi na jitihada kubwa ili kuwapatia wanachuo maarifa na ujuzi unaostahili ili kuwajenga wanachuo kufikia kiwango cha weledi kinachohitajika katika soko la ajira, ikiwemo na kujiajiri wao wenyewe na pia kuandaa katika safari yao ya masomo ya elimu ya juu zaidi. Mungu awabariki sana kwa kazi njema hii walimu. Ninasema walimu hao ikijumuisha na wahadhiri. Unaposema walimu, maana yake ni pamoja na wahadhiri. Ni imani yangu kuwa wahitimu wote wamepata maarifa na ujuzi wa kutosha, wameiva na wako tayari kwa hatua inayofuata katika maisha yao, iwe ni kwenda kujiunga na elimu ya juu zaidi au kuingia kwenye nafasi mbali za ajira, ikiwemo ni pamoja na kujiajiri. Pia niungane nawe Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza na mkuu wa chuo kutoa pongezi za dhati kwa wahitimu wote kwa kufanikiwa kumaliza elimu yao katika chuo hiki kwa mafanikio makubwa. Nisisahau kuwapongeza pia wazazi, walezi, ndugu, jamaa na marafiki wahitimu hawa ambao kwa namna moja au nyingine wamehusika katika mafanikio haya yaliyofikiwa na wahitimu. Ninyi vijana mkumbuke mnatokana na hawa ni wasema mna mchango mkubwa, wana mchango mkubwa sana kwenu. Muendelee kuwakumbuka na kuwajali katika maisha yenu. Msiwapuuze. Sisi binadamu tunategemeana. Mafanikio haya yasiwafanye mkaanza kuwatenga hawa waliochangia kuwafikisha hapa, na hasa wazazi wenu, ndugu, jamaa, marafiki, majirani, na kila mmoja kwa namna moja au nyingine alivyochangia kukuwezesha wewe kufika hapa. Waafrika bado tuna utamaduni mzuri ambao tunapaswa tuuenzi, watu wa kuthamiana na kuheshimiana na kushirikiana, ikiwa ni pamoja na kuwatunza kama watu wamoja. Hawa watu wengine wanaita hicho kitu extended family. Extended family zina faida kubwa sana. Tunaweza tukaiga mambo mengine kutoka kwa watu wengine, lakini hiki kitu kinachoimarisha mshikamano wetu wa kidugu tukiimarishe. Sidhani kama unaweza ukaendelea mkibaki wawili tu, wewe na mke wako hapo, bila kuwepo na watu wengine ambao wanaleta changamoto katika familia. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu kwenu. Baadaye mtakuja kuona kuna faida kubwa sana. Nimeona pia kwamba ninyi ambao mnaenda kuhitimu leo, kana kwamba kila mmoja wenu katika ukumbi huu anao uso wa furaha, na hiyo inathibitisha kwamba hakika leo ni siku ya furaha kwa kila mmoja wenu alioko hapo katika ukumbi huu, kutokana na tukio hili kubwa kwa wahitimu na kwa chuo. Ndugu mwenyekiti, kwa sifa ya chuo hiki, ni matumaini ya Tanzania kuwa pamoja na ujuzi wa kitaaluma waliopata hapa chuoni, wahitimu hawa wamejengewa vilivyo kwenye misingi maadili mema. Ninazo taarifa za uhakika kwamba ninyi wakati wote mmekuwa wanafunzi wema, nao wajibika, watu wasiokuwa na vurugu, watu mnaojitambua, watu mnaoheshimu, na hata wakati wa mapumziko jioni mnatumia muda wenu kufanya mambo ya maana, sio uzururaji na mambo mengine yasiyofaa. Na kama ilivyoelezwa katika hotuba zilizotangulia, chuo hiki kimejizolea au kimeendelea kujizolea sifa ya kuzalisha wahitimu wenye ujuzi wa hali ya juu kitaaluma, lakini pia kuzalisha wahitimu wenye maadili bora, na hivyo kuwa chuo cha mfano katika swala hili.
na hata wanaoenda kusoma vyuo kama Law School of Tanzania, wanaokuwa wametoka hapa wakaenda vyuo vikuu wakisoma sheria, wanapoenda kusoma Law School of Tanzania, chuo cha mafunzo ya sheria kwa vitendo pale Dar es Salaam, wahitimu wa hiki chuo wamekuwa mfano bora. Si watu wa vurugu, ni watu wanaojiheshimu, ni watu wanaojitambua. Na niwakumbushe ndugu zangu mnaohitimu leo kuwa mafanikio na ubora wenu katika fani hii ya sheria mlioingia yatategemea kuendelea kuyashika na kuyatumia maarifa mlioyapata hapa chuoni, lakini zaidi ya hivyo mtaendelea kujitofautisha na wengine kwa kuwa na maadili mema ambayo pia mmefundishwa vizuri katika chuo hiki. Na kwa sababu hiyo mnao wajibu wa kudumisha amani na udugu wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyoelekezwa katika ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninyi hili mmeliishi hapa kwa vitendo. Kuwa vijana hakuwapi leseni ya kuwa watu ambao sio responsible katika jamii. Kuwa kijana kuna kufanya uwajibike zaidi, kwa sababu ya still energetic, mnazo nguvu, you think so much fast, mnafikiria haraka sana, mna sifa za kufanya mambo mema kwa bidii na ufanisi mkubwa kuliko sisi tuliokwisha kuwa watu wazima na wazee. Sifa hii mlioipata hapa, endeleeni kuidumisha. Na kwa sababu ya sifa hizi ambazo mmekuwa nazo hapa, elimu nzuri mnaoupata hapa ya kivitendo na ujuzi na maarifa imefanya ninyi muendelee soko lenu la ajira kushamiri. Mmepata fursa nyingi za ajira katika utumishi wa umma. Ninatambua kwamba kwa elimu mnayoipata hapa na ujuzi mnaoupata hapa, mnapata fursa za ajira sehemu mbalimbali. Kwa mfano mahakamani, kama wasaidizi wa kumbukumbu wa mahakama, makatibu sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kule tunawaita law secretaries, makatibu sheria katika ofisi ya wakili mkuu wa serikali na ofisi ya taifa ya mashtaka, watendaji wa vijiji na mitaa, wakala mbalimbali wa serikali, mamlaka za serikali za mitaa na kadhalika. Baadhi ya wahitimu wa chuo hiki ni miaka ya nyuma tayari wameajiriwa, na mrejesho ni kuwa wanafanya vizuri sana, kwamba wanafanya vizuri sana. Wahitimu wa leo mnaoweza kupata fursa ya kuajiriwa huko na kuendako, ninawaasa mtumie elimu mlioipata katika chuo hiki kwa kusaidia jamii na kuleta mabadiliko chanya popote mtakapokuwa. Mabadiliko chanya ni yale yatakayoimarisha ustawi wa wananchi wa taifa hili. Hayo ndio mabadiliko chanya, na kufuata mila na desturi za wananchi wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkitambua kwamba fani ya sheria mliochagua na ambao mmeisoma hata kwenye kiwango hicho cha stashahada na shahada ni fani ya kutenda haki, ni fani muhimu sana. Sitaki kulisitiza sana hili, ni fani muhimu sana, na hizi sehemu taasisi nilizozitaja zinahusika kwa namna moja au nyingine na utendaji wa haki katika taifa hili. Moja, mahakama yenyewe ambayo ndio ina jukumu hili, na sisi mahakama ya Tanzania ndio maana tukaona tuwe na chuo hiki kitusaidie watu wanaokuja kuajiriwa hapa, watu wanaosoma hapa. Baada ya hapo wanaoenda mahakamani wanakuwa watu aina gani? Wanaoenda ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika hizo nafasi tulizozitaja, wanaoenda ofisi ya taifa ya mashtaka au ofisi ya wakili mkuu wa serikali na taasisi hizi nyingine za serikali, wanakuwa watu aina gani? Wengine miongoni mwenu mtaendelea na elimu ya juu kufikia vyuo vikuu mpate shahada za sheria. Unapokuja kuwa jaji au hakimu au wakili wa serikali
ofisa yote wa sheria katika taasisi na utumishi wa umma, unapoenda kujitegemea kama wakili wa kujitegemea advocate, unakuwa mtu aina gani? Kwa hiyo niwaombeni wakati wote mzingatie umuhimu wa haki, kwa sababu sheria hizi, haki huwa zinatokana na kuzingatiwa kwa sheria. Niseme hivi, kwa sababu ya hizi fursa za ajira katika maeneo hayo ambayo nimeyataja na mengine ambayo siyataja, na kwa sifa zenu kama watu mliosoma sheria hata kwa kiwango hicho cha shahada na vyeti certificates, niwakumbushe kwamba pamoja na mafunzo ya maadili mlioyapata, ningependa kuongezea kile ninachokiita softwares 8 za vitendea kazi. Hivi ni vitendea kazi muhimu vitakavyoongoza katika kazi, masomo na maisha ya kila siku. Tukiachia vitendea kazi tulivyozoea kama kompyuta, karatasi, kalamu, madawati, magari na kadhalika, software 8 hizi za vitendea kazi zitawaongoza katika majukumu yenu, zitaimarisha uwezo wenu wa ufanisi, na zitasoftia kwa sababu hizi ni kama mfumo wa ndani, internal operating system, unaoongoza namna mtu anavyofikiri, kufanya maamuzi na kutenda kila siku, kama ilivyo kwa kompyuta. Endapo mtavitumia ipasavyo vitendea kazi hivi, mtakuwa mfano wa kuigwa katika jamii, na kwa sababu hivi vitendea kazi ndivyo vinavyoimarisha na kuongeza ufanisi. Na mtakumbuka kwamba katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, moja ya vipaumbele vya msingi ambacho ni kipaumbele cha 3, uwajibikaji katika utumishi wa umma. Tumekuwa na changamoto kwenye swala la uwajibikaji katika taifa hili, uzembe na kadhalika. Ninawakumbusha, and this is about mindset, fikra. Haya maswala ninayozungumza ni ya kifikira, ndio maana tunaita ni software. Huioni, lakini unaona matokeo yake katika shughuli za utendaji, iwe ni uzalishaji au ni huduma za kawaida, service, kama tunavyofanya kazi sisi mahakamani. Sasa la kwanza, kwa kuzingatia kwamba sehemu kubwa ya ajira yenu, fursa zenu ziko kwenye sekta ya sheria, moja, mtahitaji kuwa sensitive to justice, yaani kujua kuona haki inatendeka na ninyi wenyewe kuwa tayari kutenda haki. Hilo la kwanza. La pili, mtahitaji kuwa waadilifu. Mlipokuwa mnasoma hapa shuleni mlikuwa waadilifu. Mtakapoenda kwenye ajira zenu, hatujui kama mtaendelea kuwa waadilifu. Maana pale pia mtapimwa sasa kwa maadili ya utumishi wa umma katika hizo sehemu mnazoenda kufanya kazi. Hapa mlikuwa mnapimwa kwa maadili ya mafunzo yenu hapa, taratibu za chuo. Taratibu za chuo. Sasa mnaenda kwenye ajira mnaenda kwenye ajira. Kwa hiyo kwenye ajira kule mtapimwa kwa mjibu wa taratibu za utumishi wa umma na maadili yake. Tunawategemea mdumishe uadilifu, integrity. Tunategemea haya mlioyapata hapa na kwa sifa zenu muendelee kuwa na uwezo wa kumudu utekelezaji wa majukumu yenu ipasavyo, kwa ufanisi ipasavyo. Competence. Muwe competent. Muwe sensitive to justice. Muwe waadilifu. Integrity. Muwe competent. Na hiyo competence, mimi sina mashaka na ninyi kwa sababu hiyo competence, kwa sababu hapa sehemu kubwa mnajifunza kwa vitendo, lakini pia
Kwa hiyo mnapata skills, na ndio maana ninyi mmekuwa na soko kubwa katika sehemu hizi ikilinganishwa na wahitimu wengine. Na kwa kweli mimi ningeshangaa, kwa sababu kuanzishwa kwa chuo hiki ilikuwa ni mwendelezo wa kile kilichokuwa kinafundishwa kwa kile chuo kilichokuwa kinaitwa Institute of Development Management Mzumbe, maarufu IDM Mzumbe. Wahitimu wa IDM Mzumbe walikuwa ni wahitimu waliokuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye utekelezaji wa majukumu yao. Ni chuo kilikuwa kinaandaa viongozi. Baada ya mabadiliko ya kisera ya chuo kikuu cha Mzumbe, wakasema kinakuwa chuo kikuu. Tukasema sawa, sisi tutaanzisha chuo chetu mahakama Lushoto, mwendelezo wa mafunzo yaliyokuwa yanatolewa pale, kuandaa watu waliokuwa na hitimu Mzumbe. Walikuwa wanaenda kuwa mahakimu mahakama za mwanzo, wakati ule walikuwa na certificate. Wengine waliokuwa na hitimu kwa ngazi ya diploma walikuwa wanaenda kuwa mahakimu wa mahakama za wilaya. Sisi tume branch off, tukaanzisha hii Institute of Judicial Administration Lushoto, kuwa equip watu wetu na skills, tukiwaandaa kwenda kufanya kazi kwenye sekta ya sheria na hususani mahakama na sekta nyinginezo. Kwa hiyo mtahitaji kuwa wajibikaji pia, accountability. Hiyo nayo sema inasisitiza sana kwenye dira ya taifa maendeleo. Lakini accountability, wajibikaji, ni sharti la kikatiba. Ukisoma ibara ya 25 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni sharti la kikatiba, lakini itakufanya wewe uidumishe hiyo nafasi. Sasa usipowajibika utakuwa redundant. You're gonna be redundant, uwepo wako pale hauna maana yote tena. Kwa hiyo kutokuwajibika huzaa uzembe. Sasa mzembe na mvivu hazalishi, kwa hiyo ufanisi wake ni mdogo. Kwa hiyo uwajibikaji, hii ni moja ya software utakao kuwa nao. Then ubunifu au creativity kwanza, na proactivity. Mnapaswa mwe watu wa kujiongeza. Kujiongeza kwa sababu mtakapoenda kwenye utumishi wenu mtakuta kuna changamoto pale. Na wewe unawajibika, you want to deliver. Kwa hiyo itakufanya uwe proactive kushughulikia hizo changamoto ili ufikie yale malengo. Mtu unayejiongeza yaani maana yake kuchukua hatua mapema ili kushughulikia na kutekeleza lilo swala ambalo ni wajibu wako, na hasa pale ambapo kuna changamoto. Proactivity. And then ukisha kuwa proactive utakuwa mbunifu, creative, utabuni, kwa sababu hizi unataka kushughulikia changamoto fulani ili uweze kutekeleza wajibu wako kwa ufanisi ipasavyo katika utekelezaji wa majukumu yako. Kwa hiyo umekuwa proactive, itakupa na sehemu nyingine utabuni katika kushughulikia hiyo changamoto, utabuni tu namna bora ya kutekeleza hilo jukumu kwa ufanisi. Utakuwa creative. Katika hizi nchi nyingi zinazoendelea, nadhani hata sisi tumekuwa tegemezi sana hii moja kitu ambacho tunakikosa. Tunasubiri maelekezo. Kila sehemu maelekezo. Maelekezo hawezi kuzaa faida matokeo mazuri, ufanisi. Kwa sababu maelekezo yanakuja na resistance, na indifference. Sisi tunataka mtu aelewe yeye mwenyewe. Akishaelewa mwenyewe atafanya hicho kitu. Na kwa sababu tumekuwa tegemezi, hatuko proactive, hatuko creative, we have lagged behind even industrialization. Na sehemu nyingine nyingi Afrika inabaki nyuma, pamoja na resources zilizopo na brain zilizopo na watu wamesoma, wengine to the levels professors na doctoral degrees. But why are we not innovating? Lakini kwa nini wale wadogo wanaosoma darasa la 7, darasa la 12 wanakuwa wabunifu wakubwa? Unakuwa mwaka hapo wanaonaga maonyesho ya nini, nakuta vijana wanasoma vyuo vile vya ufundi, wale hawajapata hata degree, wamebuni vitu pale. Halafu sisi kama taifa hivi tunaendelezaje hawa wanaobuni vile vitu tena vya kisasa kabisa? Kama taifa tuna sera zipi za kuendeleza hawa wabunifu
kuhakikisha kwamba ubunifu wao ule unaimarishwa, unaingizwa kwenye soko, halafu inakuwa competitive product even worldwide. It's global status, kwenye global level, hata humu nchini tu. Kwa hiyo ubunifu hauishii sisi wa mahakamani tu, hao sisi wanaosoma sheria. Na tusipokuwa bunifu na sisi wenyewe, na tutaendelea hata kutegemea foreign jurisprudence ya kuendesha mambo yetu. Watatuletea na mambo mengine, usema sijui ni mambo gani na nini, na sisi tutajiingiza huko. Nataka tu wabunifu. Na sheria zinazotungwa Tanzania hata kwenye sekta ya sheria hizi, wakati fulani zinatuelekeza tu wabunifu kutumia nani yetu. Kwa mfano ile sheria ya ardhi, the Land Act, inasema kwamba sisi to develop local jurisprudence kwenye land law. Have we been able to do so? Na faida yake ni nini? Kwa sababu sisi land tenure system yetu ni tofauti ni ya kwao. Walio tuletea hizo land law na whatever. Lakini tutapaswa kuimarisha uzalendo kwa taifa hili, national patriotism. Kujitambua kwamba mimi ni Mtanzania, uishi kama Mtanzania tofauti na watu wengine, ulipende taifa lako, ulitumikie, usiwe sehemu ya kuiangamiza. And then when it is no longer there, where you will be? Where your nationality will be? Yani kama taifa la Tanzania halipo tu limeparaganyika, alafu Tanzania ipo, utaishi. Either utakuwa next will be part of a certain nation, perhaps greater than us. So we have got to be so much sensitive on this one. Nazungumza na ninyi vijana. Mjitambue. Na sisi tulikuwa vijana wakati fulani, sasa tumekuwa wazee kama mnavyoniona mimi. Kwa hiyo kuwa kijana, it is not a lesson ya kujitambua, kutokulitambua taifa lako na kulithamini na kuthamini wananchi wenzio, na kama na watu wana haki ya kuwepo na kuishi. Na hili la national patriotism, nadhani ukiangalia, now there is a challenge. Sehemu nyingine tumeshauri, na kuna umuhimu wa kurejeshwa kwa national service ambao tutakaa kule mwaka mmoja. Akili yetu iwe nzuri, tujifunze skills za maisha za uzalishaji, kilimo, uvuvi, ufugaji, ufundi seremala na kila kitu tunachoweza kujifunza, na kila fani. Wengine tutajiajiri humo, hata wengine utakaajiriwa huko, utakuwa na kitu ambacho kinakuongezea chumi pengine. Mwaka mmoja. Wengine tulienda jeshini mwaka mmoja. Miezi mitatu ile unajifunza mafunzo ya kijeshi. Miezi 9 inayobaki ni uzalishaji, you get skills. Moja faida kule, tulipata ujasiri, tukajifunza uzalendo, tukaimarisha udugu wetu. Mtu anayetoka Songea anakutana na mtu anayetoka Msoma, ni ndugu. Tunakutana watu waliosoma Moshi na waliosoma sijui Kigoma, wanajuana, wanakuwa kitu kimoja. Lugha ya Kiswahili ikatuunganisha, na hii ikasaidia kujenga umoja wa taifa hili. Na kwa sababu hiyo hata hizi intertribal marriages zikawepo kubwa, nadhani zipo hapa Tanzania, pengine katika Afrika kuliko taifa lingine lolote. Na ile imeimarisha udugu. Kwa hivyo ninapozungumza na ninyi kwenye jamii hii ya wasomi, ninyi mnaohitimu na wengine wahadhiri wenu hapa wasomi wakubwa sana, na wengine majaji wako hapa na wazazi, gonna consider this. Ni wapi tulipokosea? Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu. Lakini uhalisia, objectivity. Unapochukua hatua
uzingatie ule ukweli wa uhalisia yani mnapotekeleza majukumu yenu kule mtakwenda kuajiriwa. Hivi vitu vinane ni vya msingi sana, tuvizingatie. Nazungumza na ninyi kama wahitimu mnaenda kufanya kazi. Mimi ndio nazungumza na ninyi leo, mimi sizungumzi na baraza la chuo. Nina siku moja nitakuja kuzungumza nao na uongozi. Haya zingatieni. Na mambo kama haya yakizungumzwa na mtu ambaye ni mtu mzima, na tunaishi through experience, na nadhani mtu mwenye akili anaweza kaona kwamba labda kuna tija hapo katika ushauri huu. Kwa hiyo haya ni ya msingi sana, ataendelea kuimarisha nafasi yenu kwenye ufanisi wa majukumu yenu na sifa zenu nzuri ambazo wahitimu wa hiki chuo umeendelea kuwa nazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo muhimu ambalo ningependa kuwahusia wahitimu ni kujibidisha kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia yanayoendelea katika zama hizi za mapinduzi ya aina ya viwanda. Katika zama hizi, njia za kiasili za utendaji wa shughuli mbalimbali ikijumuisha shughuli za serikali na binafsi zimechukuliwa na njia za elektroniki za utekelezaji wa shughuli hizo, hususani teknolojia ya habari na mawasiliano. Nina imani kwamba umefundishwa masomo ya usio matumizi ya tehama kwa upana wake. Ninawashauri sana elimu hiyo isiishie hapa chuoni tu kwa kufaulu masomo yenu pekee, bali mjibidishe kujielimisha zaidi kwenye eneo hilo na muwe tayari kutumia maarifa ujuzi wa tehama mlionao kwenye majukumu yenu yajayo, kwani huko ndiko taifa na dunia nzima inayoelekea kwa sasa. Kama si kwamba imeshatufikia, tuko tayari sasa hata katika eneo hilo. Kila kitu sasa kiko kwenye digital platform, cyber. Yuko kwenye cyber space. Bahati nzuri ninyi vijana mna uwezo wa kujifunza kwa urahisi, na kwa kweli mnafanya vizuri sana ku capture, na wengine wamekuwa bunifu kwenye maeneo hiyo. Ushauri wangu, zingatieni hiki ninachokuambia, kwa sababu hiyo ndio itakuwa pia nyenzo ya utendaji kazi wetu, kitenda kazi. Ninajua kwamba baadhi yenu au ninyi pengine ninyi wote mmewahi kutumia au mnatumia programu za akili unde, artificial intelligence, katika masomo yenu au kazi zenu. Waambia kufanya research, unaleta hivyo vitu hapo, sijui unafanya vitu gani. That somehow is so much misleading. You're gonna be very, very careful. Akili unde ni sehemu ya matumizi ya tehama, lakini mnapaswa kutumia teknolojia hii kwa uangalifu mkubwa mno, kwani inaweza kudumaza uwezo wenu wa kufikiria na kuchambua mambo. Hilo mlizingatie. Sio kwamba wewe mwalimu amepoza swali pale unaenda sijui unafanya nini, unaita sijui ni chatbot sijui vitu gani, IGPT. Kwa hiyo ninavyoona mnafurahi, najua kabisa kwamba kumbe ninyi mmekuwa watumiaji wa hicho kitu. So my humble advice, vijana wangu, ni hivi: tumieni kwa uangalifu sana, vinginevyo mtakuwa tegemezi. Tunachowasifia hapa hakitakuwepo tena, kwa sababu hii itaua uwezo wenu wa ubunifu na creativity na proactivity na creativity. And then there is no soul down there. Wewe kama ulivyo una soul, unafanya maamuzi kuwa conscious. Ndio maana unaweza kuwa sensitive to justice. Hiyo akili unde yako haina sensitivity to justice. Na sisi wengine ambao haya mambo mengine tunajua sana, leo sio sehemu yake, lakini nikiwa na watu wazima nitawaambia what is behind all these things, the so called artificial intelligence. But mind you, binadamu kama hivyo una ile divinity ndani yako, kwa sababu you are so much connected to the Lord.
Wanaosoma kitabu kinachoitwa kitabu cha Mwanzo, imeandikwa pale, Mwenyezi Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki na kwa sura yetu, kwa mfano wetu na sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama nchi kavu, kila kitambaacho na nchi yote. Mungu akaumba mtu mke na mwanamke, akawabarikia, akasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama nchi kavu na kila kitambaacho. Na katika kitabu hicho sura ya 2 mstari wa 7, Mwenyezi Mungu anafinyanga mwanadamu kutoka kwenye udongo, anampunguzia pumzi ya uhai, anakuwa nafsi hai. So that divinity, uhai tulionao ni ile na Mungu ndo anao. Sasa ukishaondoa huo, unaondoa hiyo soul, and then unabaki kuwa hollow, hujali tena wengine. Na mimi ninavyoamini, kwangu mimi ninavyoamini, we become so much powerful, and we're going to continue to be powerful so long as we are connected to the divine. So hiyo source ya hiyo ulichonacho, once it is no longer there, you are done. Utabaki na artificial intelligence yako, lakini you're going to be very very weak. Kwa hiyo ni nyenzo muhimu hii ya kutusaidia kufanya research, na pengine research ya kutusaidia, na mnaojua itumieni kwa mambo mazuri ya kujenga, but don't rely upon this one, because hata hivyo hii artificial intelligence imekuwa developed na wanadamu. Yani wewe mwanadamu na akili kuliko hiyo. Sasa kama utataka kuitegemea hiyo, basi utaishia tu hapo. Kwa hiyo akili unde ina manufaa ikitumika vizuri kusaidia njia za asili za kujifunza na kutafakari, na sio kuondoa njia hizo za asili na badala yake kutegemea akili unde kupita kiasi, ambayo itadumaza ukuaji wa maarifa na ujuzi wa mtumiaji. Kwa msingi huo, ni rai yangu na nawashauri kwamba akili unde itumike kwa uangalifu, kwa maana ya kusaidia fikira zenu na kusaidia kujifunza, na sio kuchukua nafasi ya matumizi ya akili zenu. Ndugu wahitimu, nikitazama wengi wenu naona bado ni vijana wadogo ambao bado mna ndoto nyingi na mna safari ndefu ya kujifunza na kujiimarisha katika kukabili changamoto za maisha. Ninapenda kutumia fursa hii kuwakumbusha kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, hasa katika ulimwengu huu wa utandawazi. Kwa wakati wa sasa ni rahisi kwa mtu pembe moja ya dunia kupata taarifa kutoka pembe nyingine ya dunia kwa wepesi na haraka sana kupitia tehama. Naomba kwa matumizi hayo mchuje habari za maana zitakazowajenga na kuachana na mambo mengine ovyo yasiyofaa. Ninawashauri sana wahitimu mtumie tehama na mitandao ya kijamii kwa masuala yenye tija kwenu na kwa taifa kwa ujumla. Pia sisi tunajua asali za kutumika kwa tehama kwa usahihi, tuwe walimu kwa wenzetu kuwafundisha matumizi sahihi ya tehama ili kuvuna faida kubwa ya maendeleo haya badala ya kujiingiza kwenye hasara. Tutambue kwa wakati sisi tunapata madhara kutokana na matumizi mabaya ya mitandao, wenzetu wanapata faida kupita kiasi au kupitia sisi. Hivyo tujifunze kutafakari kabla ya kutenda. Na mimi hapa nahimiza mila na desturi za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapata bahati ya kula viapo, pamoja na mengine kwenye vile viapo huwa tunaambiwa utakuwa mwaminifu kwa jamhuri, utakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utafanya kazi kwa kuzingatia katiba na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo mnavyotumia hata hii mitandao, kumbukeni kwamba hata kama mjara viapo,
lakini kule kuzingatia mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muhimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda niseme hili kwa nature. Nilikuwa naangalia majina, ile orodha ya majina hiyo, nikaona japokuwa majina kwa Tanzania ni sometimes ni misleading. Unaweza kukuta mtu ana jina hili ukadhani ni wa dini hii, kumbe sio. Lakini ni waasi niseme hivi, lakini sina shaka kwamba hapa mtu watu aina hiyo. Lakini hata wale wanaofuata dini za asili kama mimi, hii pia anayotaka kusema inawahusu, kwamba ninawashauri wahitimu wa leo, pamoja na mambo mengine mengi, msimwache Mwenyezi Mungu katika maisha yenu, kwani ndiye atakayewafungulia milango ya neema na mafanikio, pia kuwaongoza pale mnapokutana changamoto mbalimbali za kimaisha au kitaaluma. Sikuambiwa, pengine walimu wenu hawajui kama kati yenu hapa hakuna mtu kuna mtu ambaye hana dini, ambaye ni atheist. Lakini wote tunatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ninawashauri mwe watu wa ibada na kushika neno la Mungu, kwani hilo litawasaidia kuwa na maarifa zaidi na maadili mema, na hivyo kupata mafanikio katika kazi zenu au katika masomo yenu ya elimu ya juu, kila mmoja kwa dini yake. Nitarejea tu kwa uchache maandiko matakatifu katika Biblia na Qur'ani yanayozungumzia umuhimu wa kumcha Mungu, kuwa na hofu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Katika kitabu cha Methali sura ya 1 mstari wa 7 kwenye Biblia, Mfalme Sulemani anaandika hivi, na huyu alikuwa ni mfalme: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa hiyo kama tutabidi tuendelee kufanikiwa katika maisha yetu, itabidi tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema uishije na wenzako. Ni mambo magani yanayokataza sio faa? Ni yapi yanasisitiza uyafanye, na matokeo yake ukiyafanya haya faida yake ni nini? Lakini pia Mwenyezi Mungu katika hiki kitabu cha Qur'ani tukufu, katika sura 65 aya ya 3 anasema hivi: na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengenezea njia ya kuokoka na humpa riziki kwa mahali asipotazamia. Aya hizi za vitabu vitakatifu zinaonyesha umuhimu wa kumcha Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu. Nanyi wahitimu, mkiwa ni sehemu ya jamii, tena mkiwa mnategemewa na taifa kutokana na taaluma yenu, basi na washauri muendelee kumcha Mwenyezi Mungu ili muweze kufanikiwa binafsi katika maisha yenu na kazi zenu. Hilo litaleta maendeleo kwa taifa. Na nalisema hili ni la muhimu sana. Na hata tunaopata nafasi hizi za uteuzi na kula viapo, utakuta mara nyingi, kwa miaka mingi hasa, nimeshuhudia mtu akitaka kuapishwa pale anashika aidha Biblia au anashika Qur'an. What do you think what is this all about? Na mwisho anasema, Mwenyezi Mungu nisaidie. Wenye akili watakuwa wameelewa kwamba ninasema nini. So those who gonna ignore this, it will be on their own peril. Na wanaojifanya kwamba Mungu hayupo ndipo utakapotambua kwamba Mungu yupo. Haya mambo ya kusema sisi ni vijana sijua kitu gani, hatutambui uwepo wa Mungu. Alafu wakati huo mnataka kuwa viongozi. Alafu hata serikali inatambua kwamba kumbe Mungu ana mchango mkubwa katika kuwafanya watu wafanikiwe kwenye utekelezaji wa majukumu yao. Kiasi kwamba wakila viapo wanasema, mwisho wanasema, Mwenyezi Mungu nisaidie.
alafu wewe upuuze. Kwa mimi nasema leo haya kama mlezi wenu na kama mtu mzima ambaye nimeishi uzoefu licha madhaifu yangu na mimi mwanadamu, hii iwasaidie nini kuendelea kuwa vijana wema, kuendelea kuwa vijana wema kwenye jamii hii ya Watanzania na kwenye familia zenu na taifa hili lote. Once you are disconnected from your source, you are done. That is my humble advice to you this morning. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Pamoja na mambo mengine, dira hii ina nguzo za maendeleo zimetajwa mule ndani. Na nguzo ya pili inahusu uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, ambapo moja ya maeneo ya kipaumbele katika nguzo hili ni jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na inayopenda kujifunza. Ndio hayo nilikuwa nazungumza juu ya proactivity na creativity. Kusudi uje uwe mbunifu, hiki kinasisitizwa katika hiyo dira. Kipaumbele hiki kimejikita kwenye umuhimu wa kuendelea kuimarisha na kufundishia sambamba na ongezeko la idadi ya wanafunzi katika taasisi za elimu. Aidha, dira inaelekeza kuwa ni muhimu kuendelea kuboresha mfumo wa elimu na mafunzo nchini ili kuendana na mabadiliko ya wakati, ili kuandaa wahitimu kukabiliana na ushindani katika dunia inayobadilika kwa kasi. Chuo hiki cha kwetu kinapaswa kuzingatia kikamilifu maelekezo hayo ya dira ya taifa ya maendeleo ili kuwezesha taifa kufikia malengo ya dira hiyo ifikapo mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kwamba kupitia hata hotuba zilizotangulia zimeeleza kuhusu mkakati wa kuanzisha programu mpya ambazo na chuo katika hatua za awali. Hilo ni wazo zuri sana na nawapongeza. Na washauri kwamba wakati mnaendelea kutekeleza mkakati huo, mzingatie pia malengo ya uanzishwaji wa chuo hiki ili msitoke nje ya malengo hayo, bali mzidi kuyatekeleza kwa upana zaidi na kwa kuwafikia walengwa wengi zaidi. Mahakama ya Tanzania na wadau wa sekta ya sheria wana imani kubwa na chuo hiki na wanakitegemea kama chombo cha kuendesha mafunzo yatakayoboresha utendaji kazi wa mahakama na mfumo mzima wa utoaji haki nchini. Na kwa sababu hiyo, tujiepushe na mafunzo kutoka katika foreign jurisdictions ambazo watatuletea foreign jurisprudence isiyoendana na mahitaji yetu kuhusu ustawi wa wananchi, mahitaji yetu muhimu kuhusu ustawi wa wananchi, mila na desturi za wananchi wa Tanzania, kwa sababu tu ya ufadhili. Maana kuna programu nyingine zinaletwa tumefadhiliwa. We're gonna ask and consider yourself whether these programs kwa nature content za hizo course hizi ni kwa kiasi gani zitaimarisha ustawi wa wananchi wa Tanzania. Hivi haya mambo yana maana gani kwetu sisi? Kwa sababu hata ibara ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara 107 inasema sisi majaji au mahakama tutakuwa huru tunapotekeleza majukumu yetu, ila tu tutalazimika kuzingatia masharti ya katiba yetu na sheria za nchi yetu. Hayo mengine tunajua hizo foreign jurisprudence ni persuasive, lakini when you are making decisions, but going to the level of teaching it kuwa sehemu ya jurisprudence yetu, I think is going far away from where we could have been belonging and what could have been our direction. So this is my humble advice to the council. We're going to consider it accordingly. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua hili la mambo ya dijitali, nilichosema, Mahakama ya Tanzania endelea kutumia mifumo mbalimbali ya kidijitali kama sehemu ya mkakati wa kuboresha upatikanaji wa haki, kuongeza ufanisi na kuharakisha mwenendo wa mashauri. Mifumo hii inahitaji watumiaji wenye ujuzi wa kutosha ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi uliokusudiwa.
ni wakati mwafaka kwa chuo kuandaa kozi mahususi, yani tailored course, kwa ajili ya kuwajengea wanafunzi na watumishi ujuzi wa matumizi sahihi ya mifumo ya kidijitali. Kozi hizi zitawaandaa wataalamu watakaohitajika kuendesha mifumo ya kisasa katika ngazi zote za mahakama, hivyo kuhakikisha mfumo unatumika kikamilifu na kwa tija. Tukiwajengea uwezo wa watumishi kuhusiana na matumizi ya mifumo hii, itawaondolea hofu ya kwamba mifumo hii imekuja kuchukua nafasi za ajira zao, badala ya kuona kwamba mifumo hii imekuja kwa ajili ya kurahisisha kazi yetu. Na mimi nichukue nafasi hii kuondoa hofu kwamba mifumo hii ni nyenzo tu ya kusaidia kuboresha na kuimarisha ufanisi wa utendaji kazi wetu. Haziji kuchukua nafasi ya mtumishi yoyote wa mahakama. Tutaendelea kwa mfano kuwa nao makarani wa mahakama wanaitwa wasaidizi wa tunza kumbukumbu. Sisi tulizoea kuita makarani wa mahakama, whatever name basi, lakini wataendelea kuwepo na masekretari wataendelea kuwepo. Na mmemsikia rais akizungumza pia kwamba katika ilani yao ile walisema watazalisha ajira milioni 8. Na hivi tunavyozungumza nafasi za kazi zinatangazwa, na mahakama nayo tumetangaza nafasi za kazi. Taifa linasisitiza uzalishaji wa ajira. Sisi tutaendelea na sisi kuwa sehemu ya kuimarisha ajira zilizoko na kuzalisha zaidi. Kwa hiyo msiwe na hofu kwamba hii mifumo inakuja kuchukua nafasi zetu. Hapana. Mafaili haya yatawekwa kwenye mtandao. Haya mafaili hayo tunayotumia kila siku. Zile systems na process zilizopo kwenye mahakama sasa, badala kuzifanya hivi, zitahamia kwenye digital platform. So will be there. Karani atakuwepo, jaji na hakimu atakuwepo, hata secretary atakuwepo, na watu wote wanaohusika watakuwepo. Hatutafikia sehemu katika dunia hii tuwe na wataalamu wa IT ndio waendeshe nchi wafanye kila kitu. Mliwahi kuona wapi hiyo? Kwa hiyo kila mtu atakuwepo tu. Ila ni sisi wenyewe tuchangie umuhimu wa kufikia hatua hizo. Ndio maana nikaambia kwamba ninyi mnaohitimu leo muendelee kuwa vijana wema mtakaochangia kuimarisha amani na usalama wa taifa hili. Katika amani na usalama wa taifa ndiko ambako kunashamirisha fursa za biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kuongeza fursa za ajira ikiwa ni pamoja na kuajiri sisi wenyewe. Katika mazingira ambako hakuna amani, hiyo ajira itapatikanaje? Whether ni ya kuajiriwa au ya kujiajiri. So have a role, very pivotal role to play. Play your part accordingly. And then these things will be sorting out itself accordingly. Niwakumbushe tu hapa, juzi tarehe 26 mwezi huu, mkurugenzi wa TEHAMA pale mahakama ya Tanzania alinipitisha mimi pamoja na baadhi ya majaji wa rufani na msajili mkuu kwenye mfumo mpya wa kurekodi na kutafasiri mwenendo wa mashauri ambao bado uko kwenye hatua ya ujenzi. Mfumo huo utakapokamilika utaongeza kasi na urahisi wa usikilizaji wa mashauri. Kwa kuwa mifumo hii mipya ni muhimu, kozi mahususi tailored courses zianze kutolewa mapema ili watumiaji wawe tayari kutekeleza ipasavyo bila kuchelewa. Elimu ya matumizi ya mifumo hii itasaidia kuondoa changamoto kama vile kukataa au kuogopa matumizi ya teknolojia kutokana na kutokuwepo ujuzi wa kutosha. Na kuona hiyo program hiyo itakuwa very friendly. It has been so much simplified. Mimi imefaa tu niliseme hivi kwenu, na ninyi wenyewe hawa pengine mtakuwa ndio wanufaika wa kwanza wa hiyo mifumo. Kwa hiyo hili pia linasitiza ule msimamo tunaosema kama serikali kwamba hii haiji kuchukua nafasi zetu sisi. Hii technology. So that is it. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimefurahi
pia kusikia kuwa chuo kimeendelea kufanya vizuri katika kutekeleza majukumu ambayo iliyokianzisha. Ninawapongeza sana na muhimu ya kipekee ya chuo hiki ambayo imebainishwa vyema kwenye mahakama ya kuwa ni chombo cha kutoa mafunzo na kufanya tafiti kuhusu mafunzo ya kujengea uwezo wa watumishi wa mahakama. Hivyo chuo hiki ni taasisi muhimu sana kwa mahakama ya Tanzania, hasa katika kuboresha huduma za mahakama na mfumo kwa ujumla. Napenda kuwashauri chuo kuwa kisijikite tu katika kutoa mafunzo kwa majaji, mahakimu au wanasheria pekee, bali kitoe mafunzo zote za utumishi wa mahakama. Sababu huduma bora kwa wananchi hutokana na mchango wa kila kada, kuanzia walinzi, wasaidizi wa ofisi, waandishi, waendesha ofisi, maafisa tehama, wahasibu, madereva na kadhalika. Ufanisi wa mahakama ni matokeo ya kazi ya pamoja na sio ya kundi moja pekee yake. Sana chuo kutumia wakufunzi wenye uzoefu wa vitendo katika maeneo husika. Wapo wataalamu waliobobea kwa uzoefu wa kazi za kila siku, na hawa huwa na uelewa mpana wa changamoto halisi pamoja na mbinu za. Mara nyingi wahadhiri wanakuwa na umahiri zaidi katika nadharia kuliko vitendo, hivyo si wakati wote wanakuwa na umahiri kwenye vitendo. Lengo letu ni kuwajengea watumishi uwezo unaoendana na mahitaji ya sasa na unaotafasiriwa katika matokeo bora ya utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa msingi huo, mahakama ya Tanzania itaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kama ambavyo imekuwa ikifanya, na tutajitahidi kutatua kero na changamoto mbalimbali za chuo ili kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, kwani ufanisi ndio ufanisi wa mahakama. Na ndivyo ilivyo. Kuna hiyo, hiki ni Center for Continuing Education. Ndio maana tunakuja hapa, tuna train mahakimu wanakuja, na sasa na watumishi wengine ambao pia tunahimiza wawe trained hapa. Na ni nyenzo muhimu hiki chuo. Sasa kujikita zaidi kwenye vitendo sambamba na kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa watumishi wa mahakama, ni wakati muhimu sasa chuo kuhakikisha kuwa elimu wanayoipata wanafunzi inakuwa ya vitendo zaidi kuliko nadharia peke yake. Katika kutekeleza mpango huu wa kuwapatia wanafunzi elimu ya vitendo, ninawashauri kutumia rasilimali zilizopo na chuo. Chuo kitaendelea kuandaa utaratibu wa kuwapelekea wanafunzi kufanya mafunzo ya vitendo katika mahakama ya wilaya Lushoto na mahakama ya Mwanzo Dochi ambazo ziko karibu na chuo, ili kupata fursa ya kujifunza moja kwa moja kuhusu uendeshaji wa shughuli za kimahakama. Hata hivyo, ninatambua changamoto zilizopo kwa sasa katika mahakama hizi. Kwa mfano, jengo la mahakama ya ofisi mbili tu za mahakimu na ukumbi mmoja wenye uwezo wa kuchukua watu. Vivyo hivyo, mahakama ya Mwanzo Dochi na ofisi mbili na ukumbi mmoja wenye uwezo wa kuchukua watu wasiozidi 50. Miundo hii kwa hali ilivyo haina idadi kubwa ya wanafunzi wa hija ambao hufikia takriban 800 kwa mwaka. Hivyo basi, ninapenda kuwashauri umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa jengo jipya la mahakama ya Lushoto. Napenda kusisitiza, na sisi tunahusika sasa kule, maana ndio tunaojenga. Ujenzi wa jengo jipya la mahakama ya wilaya Lushoto, nimejulishwa mkandarasi tayari amesaini mkataba na ujenzi unatarajiwa kuanza mwezi Disemba mwaka huu. Hapa nisisitize, sio nini naposema hivi na maana sio nini chuo, kwa sababu mjengi nini chuo. Nisisitize ujenzi wa kumbi za mahakama uzingatie uhitaji mkubwa wa wanafunzi wa chuo hiki. Ningependa hilo jengo la mahakama hiyo au wilaya lisiwe kama ni ilifati hiyo pate ni hapo, kwa sababu hili lina mahitaji na matumizi mahususi. Hii ni teaching facility, kwa hiyo tunapaswa watu wengi waende mule ndani.
kule Msoma, na ile ndio tujenga the target. Taona hiyo ramani, tuone hivi itakizi. If you can vary the sketchy plans, according so we can suit our Kwa hivi na hili jengo litakapokuwa limekamilika litaongeza kwa kiasi kubwa uwezo wa kuwahudumia wanafunzi wanaofanya mafunzo kwa vitendo na zaidi ubora wa mafunzo hayo. Lakini wakati haya yakiendelea, kuna utaratibu gani kuhusu hao wanafunzi kupata mafunzo kwenye mahakama kuu zilizo karibu kama Tanga? Ushauri wangu ni kwamba tuwe na study tu Tanga kwa ajili ya hawa wanafunzi kujifunza jinsi mahakama kuu inavyofanya kazi. Hili litahitaji resources. Kama resources zipo, mtaangalia namna gani mtazigawa kusuti hiki kitu. Kama kwa mfano tukiwa na basi, nitazungumza na mtendaji mkuu, tukiwa na basi la kubeba wanafunzi linawapeleka, wanaangalia Tanga ni karibu hapo, wanarudi hapa, lakini mpate na nafasi ya kwenda kule. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii hata ninapoenda kumaliza ushauri wangu leo kwa wahitimu na chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, kuwashauri wahitimu kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa na kutokisahau chuo hiki popote pale mtakapokuwa na katika chochote. Ninyi ni tunda na zao la chuo hiki, mchango mkubwa sana maisha yenu. Fadhila zenu kwa chuo hiki ni kwa ninyi kutumia elimu na ujuzi mliopata hapa kwa ufanisi ipasavyo, kwa uadilifu, kwa bidii na uwajibikaji, nidhamu ya kweli, kuwa na jamii wema na kulitumikia jamii ya Kitanzania kwa ufanisi ipasavyo. Natambua pia kwamba zipo namna mbalimbali za kurudisha sehemu ya mafanikio yenu kwa chuo hiki, kama ambavyo jumuiya ya wahitimu wa chuo hiki Ija Alumini imekuwa inafanya mara kwa mara. Pia kwamba viongozi au wakilishi wa jumuiya hii pamoja nasi leo, hivyo nitumie fursa hii kuipongeza hiyo wake na kujitolea na matukio mbalimbali ya usio chuo hiki. Baraza wamenishirikisha hapa kwenye hotuba zao ni ya kweli. Mwezi wa 3 na wa 4 wa 5 mwaka huu nilipata fursa wilaya fulani ya taifa hili, nikakuta pale wahitimu wa hiki chuo wengine ni makatibu tawala, wengine ni wakurugenzi wa halmashauri za wilaya, wengine sijui ni mahakimu. So ninyi ambao leo ndio pamoja wanaowakilishwa na wale hao viongozi wa Alumini hii, mnaendelea kuwa na mchango mkubwa katika hili. Kwa hiyo mko sehemu mbalimbali. Hili tembelea wilaya moja tu, sasa ningeenda wilaya nyingine nyingi. Na kwa mfano nikienda pale mahakama ya Tanzania yenyewe, nikienda ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali na taasisi nyinginezo za serikali, nitakuta watu wengi. Sasa msisahau huku, kama kuna jambo la kuwasaidia wenzenu wanaoendelea hapo, wasaidieni. Mnapohitaji kufanya kitu fulani cha kuwasaidia, wasaidieni. Msiwe so much me, wasaidieni. Lakini washukuru wakilishi
wa jumuiya hii nanyi Mwenyezi Mungu. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo niwatakie mahafali njema, na kwa mara nyingine ni kushukuru wewe baraza la uongozi wa haya 25 ya chuo. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana jumuiya ya chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, wahitimu na wazazi, ndugu na jamaa na kila mtu katika maisha yenu, katika Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.